mwaka 2023 tumekuja na sera nyingine ambayo imefanya maboresho ile sera ya mwanzo, na mojawapo ya kipengele ambacho kimefanywa maboresho ni kuondoa hitaji la kuzingatia mila na desturi kwenye masuala ya kupatikana hizi haki za kumiliki ardhi, na imeweka msisitizo wa kutumia sheria, kwa sababu sheria haina ubaguzi. Mwanamke ana haki sawa ya kumiliki ardhi kama mwanaume. Na sasa tukiacha hilo, sasa hivi tuna sera nzuri tunasema, lakini unaweza kuwa na sera nzuri lakini kama haieleweki wananchi ni kazi bure. Kwa sasa hivi tumeanza mkakati maalum wa kufanya elimu kwa umma, kuelimisha wanawake waweze kutambua zile haki, lakini waweze pia kuzitumia, kwa sababu huwezi kutumia kitu ambacho hukielewi vizuri. Tumekuwa na wiki iliyopita wakati tunaadhimisha maadhimisho ya hii siku ya mwanamke duniani, tuliendesha sisi kama wizara, tuliendesha Samia Ardhi Clinic, na tulipata fursa sasa ya kutoa elimu kwa wanawake. Na hii clinic iliendeshwa nchi nzima kwenye mikoa yote 26. Ofisi zetu za ardhi kwenye hiyo mikoa waliwafuata wananchi kwenye maeneo yao na kuanza kutoa elimu pamoja na kutoa huduma nyingine za sekta. Lakini kubwa msisitizo ulikuwa ni kwenye elimu. Na elimu kwa sababu ilikuwa inalenga, Samia Ardhi Clinic ililenga wanawake, basi msisitizo mkubwa ulikuwa ni kwenye kufundisha kuhusu sera lakini na sheria ambazo zinamlinda mwanamke kwenye kupata haki yake ya kumiliki ardhi. Na katika kliniki hiyo ya ardhi, ni mambo yapi ambayo wanawake walikuwa na kiu ya kuyafahamu zaidi? Kwanza tuligundua kwamba uelewa kwanza ni mdogo kwa wanawake, kwa sababu ya hali halisi jinsi ilivyo. Sote tunafahamu, tumekuwa especially wanawake wa kule kwenye maeneo vijijini, wanajua baba ndio kichwa cha familia. Kwa anakuwa anajua kila mali ni haki ya baba kuisimamia. Lakini kumbe mwanamke kupitia sera na sheria una uwezo na unaruhusiwa kabisa kumiliki mali yako mwenyewe, lakini vile vile unaweza kumiliki kwa pamoja na baba. Kwa hiyo kiu ilikuwa ni kwamba wanatamani wajue taratibu gani wazitumie ili waweze kuweza kumiliki hii mali ambayo ni ya muhimu kwa maendeleo ya kiuchumi na jamii. Lakini kingine walikuwa wanatamani sasa kujua taratibu za upatikanaji wa hati miliki, kwa sababu unaweza ukawa na haki lakini haki yako ili uweze kuishikilia mkononi lazima uwe na document ambayo inathibitisha hiyo nyaraka inathibitisha kwamba hii ni mali yangu. Kwa walipewa elimu pia upatikanaji wa hizi nyaraka, lakini na vile vile na huduma. Sasa kama una ardhi yako unataka kupata hiyo hati na tayari ilikuwa imeshapita taratibu labda za upimaji na upangaji, pale na hati zilikuwa zinatolewa ndani ya hiyo clinic. Nikamuuliza nini nafasi ya mashirika ya kiraia kama vile Landesa nchini Tanzania nalotetea haki ya ardhi kwa wanawake. Kwa kweli niseme, kwanza nichukue nafasi hii kuwashukuru sana taasisi hizi ambazo sio za serikali, kwa kuwa wamekuwa mstari wa mbele kushirikiana na serikali kuhakikisha kwamba hizi huduma zinafika kwa wananchi. Kwa sababu tunatambua serikali ndio ipo, lakini hatuwezi kufanya kila kitu peke yetu. Kwa hiyo hawa nao wamekuwa na mchango mkubwa. Wameeleza jinsi ambavyo wameweza kurahisisha. Wanafanya kwa kuzingatia sera na sheria, lakini wao wako kule chini kwa wananchi. Lakini wamerahisisha kwa kutengeneza mifumo ya kidijitali. Lakini na hata sisi ndani ya wizara, niseme tu tumerahisisha upatikanaji wa huduma zetu kidijitali. Sasa hivi unaweza ukapata hati yako ndani ya siku moja. Ukaenda na nyaraka zako zimekamilika, ukafika pale, ukaingizwa kwenye mfumo. Tuna mfumo wa e-ardhi. Sasa hivi tulikuwa na mfumo unaitwa ILMIS, ulikuwa unafanya kazi Dar es Salaam peke yake. Lakini sasa hivi tuna e-ardhi ambayo inafanya kazi kwenye mikoa 5. Sasa kwa kushirikiana nao, kama utakumbuka wale Habitat for Humanity wamesema kabisa kwamba swala lingine ambalo wanahakikisha ni upatikanaji wa ardhi, wa hati miliki. Kwa hiyo na sisi tumerahisisha upatikanaji wa hati miliki. Kwa hiyo hili linawarahisishia hata wao kuhakikisha kwamba wanafikia lengo lile ambalo wamekuwa wamejiwekea, kwamba kuwafikishia wanawake huduma sio tu kwa kupata haki kwa maana ya elimu na vitu vingine, lakini mpaka mwisho wanahakikisha kwamba wamemsaidia kupata hati miliki, ambayo hii hati miliki tunaitoa sisi kama wizara. Kwa hiyo tunashirikiana nao, na kwa kweli wamefanya kazi kubwa, na tunatambua na kuthamini mchango wao kwenye kuhakikisha kwamba wote kwa pamoja tunamhudumia huyu mwanamke kuhakikisha anapata ile haki yake ya kumiliki ardhi. Bila shaka kwenye mafanikio hapa kosi changamoto. Bika Bimera akafunguka. Bado hatujaweza kumfikia kila mwanamke mpaka huko chini. Kwa hiyo bado tuna kazi kubwa ya kufanya uelimishaji. Lakini hatuwezi kufanikiwa kumwelimisha mwanamke peke yake bila kumwelimisha pia mwanaume akaona kuna umuhimu wa kusupport
kusaidia kuunga mkono hizi jitihada za kuwawezesha wanawake, na tunawaelimisha kwa kuwaonyesha umuhimu, kwa sababu kuna mifano hai imetokea, lakini mara nyingi tunaona matatizo yanatokea yanapotangulia baba. Huyu mama ambaye ameachwa na watoto, kuna wakati ndugu wanakuja wanasema wewe huna haki, sisi mila za kwetu haziruhusu mwanamke kumiliki ardhi ya mume wake. Kwa hiyo anabaki njia panda na watoto, hajui wapeleke wapi. Kwa hiyo tunawafundisha ili wanaume waweze kubadilika mtazamo, waone umuhimu kumiliki ardhi pamoja na mke wake, lakini kingine pia kubadilisha mtazamo hata kwa wanawake. Sababu kuna wanawake bado anaamini yeye baba ndio kichwa. Kwa hiyo hata bila kutumia nguvu ya ziada kuwaonyesha umuhimu, pamoja na kwamba mifano anaiona, lakini na kwamba inawezekana mwanamke akamiliki ardhi.